Rasmi sasa Young Africans wamtambulisha rasmi Alan Okello. Klabu ya Yanga imefanikiwa kunasa saini ya nyota wa timu ya taifa ya Uganda Alan Okello na kumtambulisha rasmi kama mchezaji wao akitokea timu ya Vipers ya Uganda. Starboy Okello anakuja kuongeza nguvu katika nafasi ya kiungo mshambuliaji ndani ya klabu hiyo. Winga Pacome Winga, Okello teka dep. Je, unaipa asilimia ngapi Yanga baada ya kumpata Okello? Alan Okello ni jina ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitajwa sana katika soka la Tanzania, hasa baada ya kuanza kuhusishwa na tetesi na wekundu wa Msimbazi na sasa rasmi kujiunga na Young Africans. Na leo jina hili limeingia rasmi katika ardhi ya Tanzania baada ya kiungo huyo mahiri kusajiliwa na klabu ya Young Africans katika dirisha dogo la usajili akitokea klabu ya Vipers ya Uganda, usajili ambao umeibua hisia nyingi miongoni mwa mashabiki wa soka kutokana na historia, ubora na matarajio makubwa yanayoambatana na mchezaji huyu tangu alipokuwa mdogo. Alan Okello alizaliwa nchini Uganda na alianza safari yake ya soka akiwa na ndoto kubwa kama vijana wengine wa Kiafrika, akionyesha kipaji kikubwa akiwa bado katika ngazi za chini, jambo lililowafanya makocha wengi kumfuatilia kwa karibu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuchezesha mpira, kuona pasi ambazo wachezaji wengi hawazioni, pamoja na uwezo wa kufunga mabao akiwa nje ya boksi. Safari yake rasmi ya soka ilianza zaidi alipojiunga na klabu ya KCCA AFC, moja ya klabu kongwe nchini Uganda. Na hapa ndipo jina la Alan Okello lilianza kusikika kwa nguvu kubwa, kwani akiwa na KCCA FC alionyesha ukomavu mkubwa licha ya umri mdogo. Akawa muhimili wa timu akicheza nafasi ya kiungo mshambuliaji, akihusika moja kwa moja katika mabao mengi kwa kufunga na kutoa pasi za mwisho. Ndani ya KCCA FC, Okello alifanikiwa kushinda mataji ya ndani ukiwemo ubingwa wa ligi kuu ya Uganda pamoja na makombe mengine ya Stanbic ya Uganda, na pia akaonyesha kiwango bora kwenye michuano ya CAF Confederation Cup, jambo lililomweka katika ramani ya soka la Afrika. Ubora wake ulimfanya aitwe mara kwa mara katika kikosi cha timu ya taifa ya Uganda maarufu kama The Cranes, ambapo alicheza AFCON na mechi za kufuzu michuano mikubwa, akionyesha kuwa ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza chini ya pressure na katika viwango vya juu. Baada ya mafanikio makubwa akiwa na KCCA FC, Alan Okello aliamua kuchukua changamoto mpya kwa kujiunga na Vipers klabu ambayo kwa miaka ya karibuni imekuwa ikipeperusha vyema bendera ya Uganda katika michuano ya ndani na kimataifa. Akiwa Vipers Sport Club, Alan Okello aliingia akiwa na presha kubwa ya kuthibitisha ubora wake, lakini alifanikiwa kuzoea mazingira mapya haraka na kuwa mmoja wa wachezaji muhimu ndani ya kikosi hicho, akiisaidia timu kushinda mataji ya ndani ya kikosi hicho. Akiisaidia timu kushinda mataji ya ligi na kufanya vizuri katika michuano ya CAF Champions League, ambako pia alionyesha uwezo wake wa kucheza dhidi ya timu kubwa barani Afrika. Pamoja na ubora wake, safari yake Vipers haikukosa changamoto, ikiwemo majeraha madogo, ushindani wa nafasi na matarajio makubwa ya mashabiki, lakini bado aliendelea kubaki kuwa mchezaji mwenye ushawishi mkubwa uwanjani. Kadri muda ulivyokwenda, tetesi za Alan Okello kutakiwa na klabu mbalimbali nje ya Uganda zilianza kushika kasi, hususan klabu kutoka Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, na jina la Yanga likaibuka kwa nguvu kubwa kama klabu iliyokuwa tayari kumleta kiungo huyo katika ligi kuu ya Tanzania. Dirisha dogo la usajili lilipofunguliwa, Yanga Sport ambao walikuwa wanatafuta kiungo mwenye ubunifu, uzoefu wa kimataifa na uwezo wa kuongeza ubora kwenye safu ya kati, waliona Alan Okello kama chaguo sahihi, na baada ya mazungumzo baina ya pande zote, dili likakamilika rasmi na Okello akatoa nchini Tanzania tayari kwa changamoto mpya. Usajili wa Alan Okello Young Africans umechukuliwa kama usajili wa kimkakati kutokana na uzoefu wake mkubwa katika michuano ya CAF, uwezo wake wa kucheza kama namba 10 au kiungo wa kati mwenye kushambulia, pamoja na uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho na kufunga mabao muhimu, vitu ambavyo Yanga wanavihitaji hasa katika mapambano ya ligi kuu pamoja na michuano ya CAF Champions League.
Mashabiki wa Yanga wamepakia kwa furaha kubwa ujio wa Alan Okello, wakiamini kuwa atakuwa mchezaji wa tofauti atakayesaidia kuongeza ushindani ndani ya kikosi na kuifanya Yanga iwe imara zaidi katika harakati za kutetea mataji na kufanya vizuri barani Afrika. Kwa Alan Okello mwenyewe, kujiunga na Yanga ni hatua kubwa katika kazi yake ya soka, ni nafasi ya kuthibitisha ubora wake katika ligi mpya yenye ushindani mkubwa zaidi. Pamoja na kujitangaza zaidi katika soka la Afrika na kufungua milango ya kwenda kucheza soka la kulipwa katika ligi kubwa zaidi duniani. Hivyo basi, historia ya Alan Okello ni safari ya kipaji, juhudi, nidhamu na ndoto kubwa kutoka mitaa ya Uganda hadi leo hii kusajiliwa rasmi na Yanga Sport Club katika dirisha hili dogo la usajili. Safari ambayo bado haijaisha bali ndio kwanza inaanza ukurasa mpya wenye matumaini makubwa. Hapa ndipo mwisho wa simulizi ya kina kuhusu historia ya Alan Okello hadi pale alipokuwa rasmi mchezaji wa Young Africans. Usajili ambao umeibua matumaini mapya kwa mashabiki wa wananchi na wapenzi wa soka kwa ujumla. Je, Alan Okello ataweza kuandika historia mpya akiwa ndani ya jezi ya kijani na njano? Ataweza kuwa kiungo tegemeo au shujaa mpya wa Young Africans? Au changamoto za ligi mpya zitampa ugumu? Tuendelee kusubiri na kushuhudia ndani ya uwanja. Usisahau kulike, comment na kusubscribe channel hii ya Malkia wa Soka. Mimi ni Kunilize, endelea kuwa nasi kwa habari, uchambuzi na stori zote nzito za soka la ndani na nje ya Tanzania. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.